nimeangalia hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Alipoleta kwenye utekelezaji, alijikita kuweka concept, aliweka context meaning bila ya kuweka details kwa utekelezaji wote aliyofanya. Lakini alipokuja kwenye makadirio, naye vile vile mheshimiwa kwenye miradi alisema tu nitafanya mradi huu, wala hakusema mradi huo utafanyika vipi. Lakini nataka nimsaidie yeye, analeta utekelezaji, anaenda kuandaa action plan, anaenda kuandaa working plan. Ataandaaje working plan kwa kitu ambacho hajakisema naenda kufanya nini? Hoja nachotaka hapa tujue nini kinakwenda kufanywa kwenye miradi hii miwili, kwenye ule shughuli 4 za mradi wa kwanza kupendelesha mji, na huku kwenye usafi nini kinaenda kufanywa kwenye usafi. Ni hilo tujibu dogo tulipate. Kama haliko mheshimiwa, naomba tuendelee. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Waziri yote tunaweza kanyanyuka kama kodi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, tunamshukuru sana Mheshimiwa Ali Suleiman kwa maswali yake mazuri. Nadhani kwa ajili ya kuweka muktadha wa jambo hili sawa, yeye kama anavyojua sasa hivi katika program zote zinazoendelea chini ya mradi wa Big Z, chini ya fedha za serikali tunapendezesha mji. Barabara zote zinazojengwa ni lazima ziwe zinakwenda na beautification of the city. Sasa tunachokifanya hapa kupitia tawala za mikoa na halmashauri zake ni kwamba sasa hivi kuna hii operation maalum, lakini sustainability ya muendelezo wa jambo hili ni lazima lifanyike katika miji yote, na hiyo ndio kazi ambayo Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yake wanakwenda kuifanya. Bila kuiweka katika bajeti hawatoweza kutekeleza. Kwa hivyo yeye Mheshimiwa anajua utaratibu wa utekelezaji wa namna kama hii. Hapa tunaleta block program, zile details ndio kama alivyozizungumza zitakwenda kuandikwa katika implementation plan. Mambo yatakwendaje, labda kama kutakuwa kuna ajira za muda za watu kufanya hivi na vitu vingine, vitu vitakavyonunuliwa na vitu vingine kama hiyo. Kwa hiyo katika utaratibu wa kawaida kwenye bajeti huwezi kwenda katika details, kwa sababu otherwise hicho kitabu cha bajeti kitakuwa na pages 1000. Kwa hiyo akubaliane na Mheshimiwa Waziri kwamba hili jambo linakwenda kutekelezwa. Asije akaniletea baa kwa sababu ya personal ya mtu, labda tuseme mwanamke fulani kamuona mumewe pale, au labda mwanamume fulani kamuona mke wake pale, kwa sababu huko baa sehemu ya starehe ziko na kategori ndogo ndogo za starehe nyingine. Tafsiri ya mtu mmoja mmoja kuwa na starehe yake isifasiriwe hiyo kama dinanguro. Aniambie kwamba hapo panafanya business na sisi tutaenda kulifanyia kazi hilo, wala halina mashaka. Hiyo baa tutaifunga siku hiyo hiyo, na tutawatafutia kifungu cha sheria kinachoturuhusu sisi kuwashtaki, kwa sababu serikali haijatangaza biashara ya madanguro kwenye eneo hilo. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Jaku. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi namheshimu sana kakaangu msomi. Kwanza nije kunako sheria namba 7/2003 inamtaka waziri, kaangalieni na mwanasheria mkuu yupo hapa atatusaidia, ndio uzuri wenyewe chombo hichi. Inamtaka waziri atangaze kwenye gazeti rasmi. Niambie hizo katangaza lini gazeti na nionyeshwe. Ndio hoja yangu. Sasa kushindana. Inamtaka waziri atangaze kwenye gazeti rasmi hacking hizo ambapo sizioni. Lakini hoja Mheshimiwa ya pili, hutaki sikosa ushahidi uko wazi, ala si wa Kinyamwezi. Twende pale PBZ, ukafika magharibi pale PBZ pale Mperale, ukaangalia pana nini pako wazi, hasa duka liko wazi, ukapiga breki pap, unachukua mzigo. Sikwambii kuna eneo linaitwa Kisaka Saka Resort huko, una eneo linaitwa Kisaka Saka Resort huko. Sasa mheshimiwa unataka nini zaidi hapo? Tena ukala gari kama waziri ndo kabisa umestarehe. Mimi na pikipiki mbovu sipati mzigo wenye maana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi labda niende katika hoja ni kwamba mabaraza ni mapatano. Na mimi naheshimu kiti chako Mheshimiwa Spika. Nina uzoefu muda mrefu ndani, na wewe ndio ulionipeleka South Africa kwenda kusoma mambo ya mabunge. Mimi kwa heshima ya Jenerali Taufik
nakubali kuondoa mafungu yangu yote, nafuta. Lakini namuomba tukitoka hapa barazani nikamnong'oneze yale majina nataka kumpa, yeye atwende nyumbani kwangu akaondoe kituo cha daladala. Asante. Chuo chetu lengo letu hasa ni uwezo, ni kuwatengenezea uwezo, yaani tutengeneze chuo kinachowajenga uwezo wanajeshi wetu, kwa maana vikosi vyetu vya idara maalum katika kutafuta mambo mbalimbali. Lakini swala la uzalishaji wa viwanda, hili mheshimiwa, nataka niseme uzalishaji wa viwanda ni endelevu, na kila mwaka utakapo nini tuna ile 70% uliyosema ya production. Hili ni jambo la kawaida kwamba kila tunakwenda awamu kwa awamu, mambo yanakuwa mazuri kabisa. Naomba kuwasilisha. Samahani, labda kwa nini mmelenga 70%? Ndio swali lake. Kwa nini msilenge 100 kwenye utekelezaji ndio ikaangukia hapo kwenye 70 au ikaja chini ya hapo? Ndio swali la msingi nafikiri lilokuwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ni sababu ya uwezo. Tunajenga capacity taratibu. Manake human resource pia inahitajika na mambo mengine, mashine na mambo mengine. Yaani kuna vitu vingi ambavyo umetufanya kwanza tuanze na hapa, alafu baadaye tutaenda taratibu. Mheshimiwa Profesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza hili la asilimia la kijeshi mimi nitaliweka mwisho. Hili la kijeshi la asilimia 70 ya nini? Mimi nadhani Mheshimiwa Waziri akubali akaongee na watu wake wa mipango wafahamishane vizuri, lakini haihalis una plan for 70%, you plan for, hata kama una plani 10, lakini hiyo ndio 100% yangu. Nisipoifikia taripoti ile niloifikia. Huwezi ukaplani for less than 100%. Mheshimiwa Spika, ilivyokuwa kamati ya matumizi imejadili na kupitisha makadirio ya fedha ya wizara yangu bila ya mabadiliko, sasa naomba kutoa hoja kwamba baraza liyakubali makadirio hayo. Naomba kutoa hoja. Asante Mheshimiwa wajumbe, hoja imetolewa na imeungwa mkono, nami ni wahoji. Wale wote wanaokubaliana na hoja ya Mheshimiwa Waziri wanyanyue mikono, wanaokataa, waliokubali wameshinda. Mheshimiwa wajumbe, nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri. Ni siku ya mwanzo, lakini naona mambo yameenda vizuri sana, amepata